ya Simba walitengeneza nafasi takribani 13 na walishindwa kuziconvert kuwa magoli. Kwa sababu goli moja ni goli kwa sababu Simba wana kitu mkononi wamekishika. Lakini ndani ya dakika 90 yanaweza yakafungwa magoli zaidi hata 5 hadi 6. Wanaosema kwamba tumepata ushindi mwembamba sio kweli. Tumepanda ushindi ambao tunastahili. Hata kama tungepata dakika 500 tungetoka na ushindi ule wa goli moja. Jean Charles Ahoua amejaribu kummaliza golikipa. Juu kulikuwa kuna mtu pale anaomba. Ilikuwa yeye kwenye engo ambayo Jean Charles alikuwa ni mguu wa kushoto, sio mguu wake ambao labda anautumia kwenye matukio. Kitu ambacho kinawagharimu wachezaji wa Simba ambao wapo kwenye mstari wa juu. Ubinafsi. Timu kwanza, alafu tunakuja kuangalia the way wewe umechezaji. Padru mwenyewe jana amekiri kwamba wachezaji wake wamemwangusha. Yes, nipo na Sam Simba, shabiki na mwanachama wa Wekundu wa Msimbazi Simba. Tunaenda kuzungumza mengi ya kimichezo, hususan katika mchezo wa jana ambao Simba ameshinda kwa ushindi mwembamba. Wanasema Simba ameshinda lakini furaha hawana. Sam, ni kweli furaha hamna? Hapana, sio kweli, kwa sababu matokeo ukishapata kwenye goli moja kwenye mashindano makubwa kama haya ya nusu finali ni ushindi ambao unakufanya uingize mguu mmoja kwenye hatua ambayo inafuata. Kitaalam kanuni za mpira zinasema kwamba Simba ameshatanguliza mguu mmoja mbele katika finali ya kombe la shirikisho. Lakini Simba anarudia makosa yale ambayo yanakwenda kutugharimu. Kwenye engo gani? Kwenye engo za kutengeneza nafasi na kushindwa kuziconvert. Kwamba mechi ya tarehe, nafikiri ilikuwa mechi gani wakati wanacheza na Almas, ilikuwa tarehe sikumbuki, away. Ya Simba walitengeneza nafasi takribani 13 na walishindwa kuziconvert kuwa magoli. Kwa hiyo hii kwangu mimi kama Sam Simba inanifikirisha kwa sababu mechi iko on. Stellenbosch wana nafasi ya kwenda finali, Simba pia wana nafasi ya kwenda finali. Game iko on kwa sababu goli moja ni goli kwa sababu Simba wana kitu mkononi wamekishika. Lakini ndani ya dakika 90 yanaweza yakafungwa magoli zaidi hata 5 hadi 6. Si ndivyo? Inategemeana nidhamu ya kwenye picha itakapokuwa. Tunarudi kwenye mechi ya Almasili na Simba away. Almasili waliwaruhusu Simba wacheze. Simba walitawala kila kitu ndani ya uwanja. Kasoro kuingiza mpira ndani ya nyavu. Si ndivyo? Kwa hiyo udogo Almasili waliwaheshimu Simba. Simba kajiona wao ni wakubwa, wakatawala game. Walidominate game kila kitu. Kwa hiyo Almasili wakawa wao wana nidhamu ya kutumia counter attack. Walifanikiwa kwenye mechi ya awali. Mkondo wa pili Simba wakaja kucheza home advantage, wameshinda. Hatua matuta alikwenda kuamua Simba kakodify kwenda nusu finali. Ndivyo? Wanaenda kukutana na Stellenbosch ambao tayari wameshamtoa bingwa mtetezi Zamalek wakiwa ndani ya ardhi ya Misri. Kwa hiyo mimi naweza nikaenda tofauti kidogo na mashabiki wengine. Mimi nahitaji kwanza tuongelee mpira. Tuongelee mpira, twende na nidhamu. Tunahitaji nini kama Simba Sports? Wanaosema kwamba tumepata ushindi mwembamba sio kweli. Tumepanda ushindi ambao tunastahili. Hata kama tungepata dakika 500 tungetoka na ushindi ule wa goli moja. Ulikuwa uwaoni Simba wakifunga magoli mengine zaidi mengi? Tulishindwa kupata goli ndani ya dakika 90, tulikuwa kwenye dakika za nyongeza. Si ndivyo? Jean Charles Ahoua amejaribu kummaliza golikipa. Juu kulikuwa kuna mtu pale anaomba. Ilikuwa yeye kwenye engo ambayo Jean Charles alikuwa ni mguu wa kushoto, sio mguu wake ambao labda anautumia kwenye matukio. Si ndivyo? Ilikuwa yeye ana place juu, kuna mtu alikuwa juu, sidhani alikuwa ni nani yule. Ilikuwa yeye yuko kwenye open play na kuweza alikuwa ni Ateba, alikuwa yeye ana uwezo wa kufunga. Lakini ninasema kitu ambacho kinawagharimu wachezaji wa Simba ambao wapo kwenye mstari wa juu. Ubinafsi. Sijui haya mawazo yangu kwamba siyaendi moja kwa moja kwenye kuelezea kwamba ndicho kipo kwenye kichwa chao. Hii labda wanasema bonus. Hii ya milioni 15 labda inawanyima kutengeneza timu kucheza compact kwa kuweza
kuipa timu matokeo kwanza, alafu ndo tunakuja kuangalia ubinafsi. Timu kwanza, alafu tunakuja kuangalia the way wewe umechezaji. Iangalie Stellenbosch. Hakuna mchezaji ambaye ni star pale. Yaani ile timu inacheza, wanacheza kitimu. Wanakuja kusimama na wanakwenda. Jam. Timu yetu ni nzuri sana. Hapa tulipofikia tuna zaidi ya miaka 29. 29 ni umri wa mtu mzima. Hatujawahi kufika huku. Toka mwaka 93 tumeingia finali. Hatujawahi kufika kwa hii miaka ya karibuni. Kwa hiyo na tulikuwa tuna timu bora nyuma hapa. Kizazi cha kina Kratos Chota Chama pamoja na Medi Kagere, Louis Mixon, tulikuwa tuna timu bora sana ambayo ilikuwa inaleta challenge kwa majanti wakubwa katika bara Afrika, lakini hatujawahi kufika huku. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ametujalia tumefika hatua ya nusu finali na tayari tuna kitu mkononi. Kwa hiyo kikubwa ni wachezaji wafanyie counseling, saikolojia kwa kile kitu ambacho wanakifanya. Wajitoe kwa asilimia kubwa kwamba hatupo kwenye mashindano ya makundi ya kombe la shirikisho. Tupo kwenye hatua ya mtoano ya finali nusu. Kuna timu 4 tu ambazo zimequalify kwenye hii hatua. Timu 4 bora kombe la shirikisho ndio zinacheza hii nusu finali. Kwa mchezo wa kitoto hauhitajiki. Jitoe kwa asilimia kubwa kwamba umevaa logo ya Simba Sports Club. Timu kubwa katika bara Afrika ni Giant. Unapopangiwa sasa hivi hata hao ali wanapokuwa wanaiona kwenye wanaita nini kwenye lenki, no, kwenye yani taarifa kwamba unapokuja kupangiwa inaitwaje ile no fixture. Unapopewa fixture labda una Ahali Simba, wenyewe wanajua kwa tumekutana na timu ambayo inajua kucheza mpira. Anyway, wanapokuwa nyumbani wanajua sana kucheza home advantage ni klabu ya Simba. Na hata hawa jamaa ambao walivyokuwa wanafanyiwa, kocha alivyofanyiwa interview, walisema kwamba tunafurahi kuja kucheza Amani kwa sababu uwanja wa Benjamin unafahamika, ile ni taluni la moto. Kwa sisi tunaona kama hawa ni wageni na sisi ni wageni, wote tupo kama neutral ground. Kwa hiyo yote kwa yote mimi naamini kuna vitu ambavyo Fadlu mwenyewe jana amekiri kwamba wachezaji wake wamemwangusha. Sasa iweje mimi shabiki nisikili kwamba kile walichokifanya wachezaji walicheza pua? Kwa hiyo kikubwa kwanza nawapongeza wachezaji, wamecheza kwa kiwango kikubwa na kuweza kupata matokeo. Lakini kwa performance ya Simba, tukienda kwenye kuiangalia Simba toka inacheza mchezo awali mpaka kufikia jana, wamecheza chini ya kiwango. Lakini yote kwa yote tuwapongeze wachezaji kwa kile kitu ambacho wamekipata na tunacho mkononi. Tunawapongeza kwa jitihada ambazo wamezipata. Tunahitaji waongeze juhudi kubwa kwa sababu tunaenda kucheza mchezo wa away. Unaenda kuwa ni mchezo wa aina gani haswa kutokana na kile ambacho Simba wamekifanya nyumbani, lakini pia katika mechi za away Simba wameonekana katika miaka hivi karibuni wamekuwa wakipata matokeo, angalau hata goli moja wamekuwa wakishinda tangu Mwalimu Fadlu aweze kuingia katika msimu huu. Mimi katika tathmini yangu katika mechi Simba ambazo wamecheza kwenye kombe la shirikisho, mechi ambayo mimi naiota Fadlu aende na mpango kazi ni mechi ya Ahli Tripoli wale wa Libya. Tulienda na nidhamu kubwa sana, tukacheza compact kitimu. Ile sio timu ya mchezo kutoka nao slow pale kwao. Ule ni uwanja kwanza, kwa na mashabiki wanafujo, wana kelele, wanajua kuanikiza, wana mambo mengi, wanafigisu za ndani ya uwanja na nje. Lakini mwisho wa siku tukatoka slow ya bila kufungana, tukaja tukawamaliza hapa. Kwa hiyo mbinu na mikakati nahitaji Fadlu tuingie na mpango mikakati kama tulivyoingia kwenye ile mechi. Tuingie na nidhamu, tuwaheshimu wapinzani, tusiwachukulie udogo. Udogo sio kitu. Majanti wakubwa wamekuja Benjamin hapa, tumewavua nguo, tumewadhalilisha. Na mzungumzia bingwa mtetezi ambaye alikuwa ni Ahali, ametoka kucheza finali ya kombe la dunia. Anakuja hapa tunamtia goli, anabaki anashangaa. Sio mara moja. Kwa hiyo twende na nidhamu. Ugiant wako sio kwenye pichi kwamba unaweza kwenda kupata matokeo. Hapana. Twende tukawaheshimu. Panapo stahili tucheze kwa kujilinda, tujilinde. Panapo stahili twende tukawaataki. Lazima twende kwa nidhamu. Tusiende tukajilipua. Na hicho nakiona kwa sababu ukiangalia mechi ya kule Misri, tulienda tulicheza bila nidhamu na tuliadhibiwa. Tulikuwa tumecheza kitoto sana.
ni mpango kazi wa kocha, lakini lazima aangalie mechi ya Triple tulivyocheza nao wa Libya. Tulikuwa na nidhamu kubwa sana ya kutokuruhusu goli, na hata sisi hatujapata goli, lakini wao tukaja tukawaadhibu kwenye uwanja wa kwetu. Kwa hiyo yote kwa yote mimi nitoe pongezi kwa management, wameplay part yao nzuri mpaka tumefika kwenye lengo ambalo tumeshalipita sasa. Maana lengo lilikuwa ni kufika nusu finali, lakini sasa pia malengo yako yanaweza kapitiliza kwa kile ambacho wewe mwenyewe ulikuwa unakitarajia. Mimi naona chochote kinawezekana, sisi kwenda finali na pia kuchukua kombe, chochote kinawezekana. Huu ni mpira.